Bila shaka, tukianza moja kwa moja kule Tanzania, ni kwa siku moja tu baada ya vyama vya upinzani nchini humo kueleza kutokuwa na imani na tume huru ya uchunguzi iliyoundwa kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani wakati wa baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka huu. Rais Samia Suluhu Hassan amesema ana imani kubwa na tume hiyo na uwezo wake wa kutoa majibu sahihi atakayolisaidia taifa hilo kusonga mbele. Vyama vya Chadema na ACT Wazalendo vimepinga uteuzi wa tume hiyo vikidai si huru na kwamba baadhi ya wajumbe wanahusishwa na matukio ya vurugu yaliyotokea. Zaidi na Ahmed Bahaj. Rais Samia ametoa kauli hiyo wakati akizindua timu aliyoteuwa mapema wiki hii ambayo inaongozwa na aliyewahi kuwa jaji mkuu wa Tanzania Mohamed Chande Othman, huku akisema uzoefu wa wajumbe wa jopo hilo unatosheleza. Hata kama kulikuwa na changamoto baina ya tume na vyama vya siasa, msajili na vyama vya siasa, serikali na vyama vya siasa, je, hakukuwa na njia nyingine nzuri zaidi? Njia ilikuwa ni ile moja peke yake ya kuingia, kuchoma nchi, kuchafua nchi, kusababisha vifo kwa wananchi. Hakukuwa na njia nyingine ya kurekebisha hizo kasoro. Hebu twendeni tukaangalie pia. Jana nilikuwa nasoma article fulani, wenzetu wapinzani wanasema hawana imani na tume yote ya ndani. Wanataka tume itoke UN, tume itoke AU, tume itoke wapi kwa European Union ndo zije zifanye kazi hapa kwetu Tanzania. Lakini mimi nina imani sana kwa ubobezi na experience yenu, na imani sana na tume hii. Na ni matumaini yangu mapendekezo yatatutoa tusogee mbele. Sasa baada ya kusema hayo, niseme tu kwamba tume hii nimeizindua rasmi na nawatakia kazi njema. Kabla ya kuonyesha imani hiyo kwa tume aliyounda, Rais Samia alisema inapaswa kusaidia ili hatimaye kufahamu sababu hasa za ghasia za wakati wa uchaguzi zilizosababisha pia vifo na uharibifu mkubwa wa mali za umma na binafsi. Nadhani tume tunaitarajia ikatuangalizie sababu hasa iliyoleta kadhia ile. Kiini cha tatizo ni nini? Lakini jambo lile lilipotokea, vijana waliingizwa barabarani kudai haki. Tunataka kujua haki gani ambayo vijana hawa wameikosa, na kwa umoja wao waliingia barabarani kuidai haki hiyo. Purpose ya wale vijana kuingia ni haki gani, ili tuweze kuifanyia kazi na wapate haki yao. Kiongozi huyo mkuu wa Tanzania pia amezungumzia masuala muhimu ambayo tume itabidi kuyazingatia kwa kina, ikiwemo uhusiano wa vyama vya siasa na tume ya uchaguzi na madai ya waandamanaji kulipwa fedha. Tunapofanya hii kazi, hebu twende tukaangalie matamshi ya vyama vya upinzani. Wale waliokuwa wakisema lazima Kiwake hapakaliki, lazima aondoke, lazima kiwe hiki, uchaguzi hautafanyika. Kitu gani hasa kilichowaletea kufanya vile? Lakini katika kufanya hivyo tuangalie uhusiano wa hicho chama na tume yetu ya uchaguzi. Uhusiano wao ulikuwaje katika kipindi hicho mpaka ikawapelekea waseme maneno yale. Lakini jingine tuangalie role bali ya vyama vya siasa vilivyoingia kwenye huo mgogoro, NGO zetu za ndani na za nje. Tunaambiwa kwamba vijana wale walioingia kudai haki walilipwa fedha kwanza ndio wakaingia barabarani, na wengi wao waliingia barabarani kuendana na hizo fedha walizopewa. Je, fedha zilitoka wapi? Tume hii imepewa miezi kukamilisha kazi kwa mujibu wa Rais Samia. Yanayotokana na jopo hilo ndio utakuwa msingi wa mchakato wa maridhiano ya kitaifa ambayo aliahidi kuanzisha ndani ya siku 100 kuanzia siku alipozindua bunge la 13 la Tanzania hapo Novemba 14 mwaka 2025 jijini Dodoma. Ni taarifa yake Ahmed Bahaji. Ili kufahamu zaidi kuhusu muundo wa tume na majukumu wanaopaswa kuyashughulikia, muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa Mohamed Isa. Kwa mujibu wa sheria ya tume za uchunguzi kama hizi ya Tanzania ambayo imempa mamlaka Mheshimiwa Rais kuunda tume kama hii, anaweza akaunda tume vyovyote vile, ikawa ni tume ya viongozi au maafisa wa serikali, au ikachanganya maafisa wa serikali na wasio maafisa wa serikali, au na raia wengine kwa ujumla, viongozi wa dini, asasi za kijamii na nyinginezo. Lakini kwa sasa hivi tulivyoiona tume hii imeundwa tu na wengi wa maafisa wengi wa staff wa
wa serikali kama majaji, wakuu wa vyombo vya usalama haikujumuisha nje ya waliokuwa viongozi wa serikali. Nadhani ni kwa mujibu wa malengo halisi ya tume hii ambayo kimsingi ni tume ya serikali. Kwa hiyo inaisaidia serikali kujua yale ambayo inataka iyajue. Hivyo kwamba itakuwa tume uhuru, ni wazi wako walioikataa tayari. Vyama vya upinzani wamesema hawaitambui, na hata baadhi ya asasi za kijamii zimesema zitambui tume hii. Kwa hiyo habari ya kuwa huru kwake, hiyo itabakia tafsiri ya yeyote yule anayehusika na jambo hili. Lakini lengo na madhumuni lilipaswa kwamba ingekuwa ni kutaka kweli kujua chimbuko la yalojiri kusababisha ghasia wakati na baada ya uchaguzi. Kwa hivyo kutokana na hayo, unahisi kutohusishwa kwa washikadau wa sekta mbalimbali, na hivyo basi kuonekana kwamba pengine kuna sauti ambazo zinaachwa nje za makundi muhimu katika kutafutia ufumbuzi mzozo ulioikumba Tanzania kipindi hicho. Hii inatoa taswira gani, lakini pia inakuwa na hatari gani? Kuhusishwa katika mchakato mzima huu wa tume ya uchunguzi kuko kwa aina mbili. Kundi fulani au chama kinaweza kuhusishwa kwa mjumbe wake kuwemo ndani ya tume hii, au kwa uijiwa na tume na kufanyiwa ule uchunguzi au maswali dodoso yale, ili wapate kujieleza kwa mtazamo wao kile kinachotakiwa kijulikane kama alivyoainisha Mheshimiwa Rais. Sasa kuhusishwa kwa makundi mbalimbali ya kidini, ya kisiasa, asasi za kijamii kutakuwa katika hatua ya utendaji kazi wa tume hii. Bahati mbaya ni kwamba tume hii itajikuta inafanya kazi katika mazingira magumu sana, huku tayari ikiwa imekataliwa na baadhi ya wale ambao ilitegemea itapata habari kutoka kwao. Kwa hivyo hata taarifa yao nadhani itakosa input, wanasema itakosa vyanzo vya habari muhimu sana, hasa kutoka kwenye vyama vya siasa. Pengine tutegemee tu kwamba labda mashirika ya dini yakubali na asasi za kijamii zikubali, ingawa asasi za kijamii hizo nazo katika wanaotegemewa kutazamwa kwa jicho pana, kwamba pengine zilihusikaje katika vurugu hizi, na kama ni fedha zilitokaje, zilitoka wapi. Sasa mazingira ni magumu sana ya tume hii. Hivyo tusubiri itakapotoa ripoti yake, tutaipata picha kamili. Niliposikiza leo Rais akizungumza, Rais Samia amezungumzia kuhusu kwamba vijana walilipwa kuandamana, kwa mashirika yasiokuwa ya serikali yalichangia, na upinzani ulitoa kauli za kichochezi kabla ya uchaguzi. Kuna wanahoji kwamba hii tayari Rais anaonesha tayari ashawapangia wanatume cha kuchunguza na kufikia hitimisho fulani. Kwa kweli hili linaweza likatafsirika kwa sura hiyo, ingawa sidhani kwamba lengo ni hilo, ila ilikuwa vizuri kama angejizuia kusema wazi upande huo, kwa sababu sasa upande huo usipokuwepo katika ripoti ya tume, basi inaweza ikawa pia ni tatizo jingine. Swala la tuhuma za nani anatuhumiwa na nini zilipaswa ziachwe tu mpaka tume ifanye kazi, ijue nani anatuhumika na alifanya nini, alitumikaje, ingeweza kuwa na afya zaidi. Kwa hivyo tunadhani busara itatumika sana na tume kwenye kazi hii waliopewa, kutoa picha angalau ya uhuru wa tume yenyewe, na matokeo yake yaweze kuaminika na watu walio wengi. Lakini nilichokisoma mimi ni kwamba kumbe tume hii ni kama vile tofali la mwanzo la kuelekea sasa kule kwenye kazi kubwa ya kutafuta maridhiano. Sio tume ya maridhiano, hii ni tume ya uchunguzi. Serikali inataka kujua kwamba nini kilitokea, nani alifanya nini, na je, njia iliyotumika, hawa wanaosema wanadai haki, kwanza ni haki gani inayodaiwa, na je, njia iliyotumika katika kudai haki, hakukuwa na njia nyingine mbadala ambayo ingeweza kutumika? Kwa nini ilitumika njia hii ambayo imeliingiza taifa katika hali ngumu kama hii? Tutarajie kwa hivyo tume nyingine zaidi ya hii, kama nimekuelewa vizuri, na kuna nafasi pengine ya wachunguzi wa kimataifa iwapo Tanzania itaridhia waingie nchini kusaidia kung'amua kilichojiri. Tume nyingine ndiyo hasa ya maridhiano, hiyo itakuja undwa baada ya hii. Na kuhusu tume za uchunguzi kutoka nje, Mheshimiwa Rais alichosema ni kwamba hata hao tume za uchunguzi kutoka nje zikija Tanzania, basi zitakutana na tume hii. Yaani hii tume ndio itakuwa kama tume ya serikali ambayo itaweza kujibu maswali yoyote kutoka nje. Ni wazi kwamba hakuna litakalokataliwa.
Na ni mchambuzi Mohamed Isa akizungumza na mwenzangu Karorobi. Tukisalia hapo Tanzania, ni kwa watu 7 wa familia moja ni miongoni mwa watuhumiwa wa kesi ya uhaini ambao hii leo shauri lao lilisikizwa kwa njia ya mtandao na baadaye kuahirishwa hadi Disemba tarehe 3 kutokana na upelelezi kutokamilika. Hawa ni wanafamilia wa watuhumiwa. Kauli ya rais ndio mwongozo. Rais akishasema watendaji wake chini inabidi wafanye hiyo kazi walioagiza rais. Kwa majina naitwa Gladness John, ni mwanafamilia ya watu 7 ambao wako kwenye kesi hii ya leo. Sisi toka Jumatatu tuko hapa, tunakuja kufuatilia. Tulichoambiwa ni kupigwa tarehe, na toka tumewahi kuja hapa je kuona ndugu zetu, bali tunaambiwa tusubie kuona kwa njia ya mtandao. Na kama leo tumebahatika kuona, maana hata jana tulikuwa hapa hamna kilichofanyika. Sisi kiujumla tulikuwa tunaomba, maana katika hao watu 7 kuna watu wanaotegemewa na familia. Unaona, kwa hiyo tulikuwa tunaomba mtamko la mama alivyosema kwamba watu wasamehewe, tulikuwa tunaomba basi hilo swala lishughulikiwe, watu waachiwe. Miongoni mwa hao watu 7 kuna mmoja amekosa masomo mitihani yake ya taifa. Alikuwa anajiendeleza kimasomo yake lakini ameshindwa kuendelea. Unaona, kwa hiyo tulikuwa tunaomba, mama ametamka watu wasamehewe, na hatujajua wanasamehewa kwa staili gani, na hatujajua msamaha umekizi vigezo gani vya watu wapi waachiliwe. Lakini kwa tunaomba ufafanuzi wao wa mama uwekwe wazi kwamba ni watu kadhaa wanatakiwa waachiliwe na watu kadhaa wanatakiwa waendelee na nini na kesi, kusudi watu tujue nini kinachoendelea. Mimi naitwa Bwana Ezekiel Isaac, ni mwanafamilia wa ndugu zetu ambao walipata tatizo hili la kukamatwa. Tunachopenda tu kuzungumza kama wazazi wa watoto hawa. Tulisikia tamko la rais wetu kwamba ametoa msamaha. Kuna wengine walikumbwa tu wala hawakushiriki. Kwa matumaini yetu sisi wazazi tulijua kwamba baada ya hilo tamko la rais kuna kitu kitatendeka. Lakini mpaka sasa hivi tunakuja mahakamani, bado hizi kesi zinapigwa zinaahirishwa, zinapigwa tarehe nyingine. Sasa tunashindwa kupata mwelekeo wa msamaha huu ni nini. Kwa bado wazazi tunazidi kuiomba serikali iwafikiria watoto kwa muda. Sasa Kelly Sisti Masawe vile ametoa maoni yake kuhusu uamuzi wa shauri hilo kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Tarehe 7 mwezi wa 11 shauri hili lilipangwa kuja leo kwa njia ya physical na lifanyike kwenye open court, lakini katika mambo ambayo hatukutarajia, leo shauri hili limekuja kwa njia ya visual na kwa njia ya mtandao. Lakini kwa upande wetu tumepinga, mawakili wa utetezi tumepinga na tukasema hiyo sio sahihi, kwa sababu amri ya mahakama ambayo ilisema lije kwa njia ya kawaida ambayo ni conventional way ya open court ilikuwa bado intact na ilikuwa haijatenguliwa. Kwa bahati mbaya sana mwendesha mashtaka hajatoa sababu yoyote kwamba kwa nini shauri limehama kutoka kwa njia ya kawaida kwenda kwenye njia ya visual. Zaidi tu amesema kwamba wanaongozwa na kanuni za Chief Justice, lakini hakutaja ni kifungu gani. Kwa hiyo kwa tafsiri ya wakili wa serikali anaeleza kwamba njia ya visual na njia ya kawaida ya open court ndio kitu hicho, na asema kwamba ni kwa sababu tu ni mazingira ndio yanachangia, lakini kwa kweli hakuweza kueleza sababu hasa ni nini.